tumerejea salama kutoka Kigoma, tumeingia usiku wa kuamkia leo, lakini niseme tu kwamba wachezaji wote wako salama kabisa. Saizi wote hapo camp wamepumzika, tunasubiri mazoezi ya mwisho leo. Mchezo wa kesho tunautambua umuhimu wake, ni mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama KMC tumejipanga, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo. Nakaribisha maswali. Yes coach. Unakwenda kukutana na timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa jambo ni hatari sana against the defense line. Wewe kama coach, unatuhakikishia ni kiasi gani kwamba tunakwenda kuwaface katika msingi wa kuzuia knockout? Yeah, tunatambua uwezo wa wachezaji wa Simba, lakini sisi tumejiandaa kwa sababu tunajua na sio mara ya kwanza kucheza nao. Kwa tumejipanga kwa ajili ya kukabiliana nao, na vijana wako tayari na kila kitu tushakimaliza mazoezi. Wale tunajua ndio KMC wameshuka daraja, lakini rekodi pia ndogo pia nazo ni muhimu. Tutegemee kesho kuona KMC ikibadilisha namba moja kuwa namba 2 kwenye msimu wa NBC. Ita sare ama ushindi kutoka 9 kwenda 10, wala uzoe namba 2 pale kwenye msimamo. Yeah, hii ni football, lote inaweza katokea. Na wachezaji kama tushuka daraja, football ni kazi yao, mpira ni kazi yako, lazima wapambane kwa ajili ya kutafuta nafasi sehemu zingine waonekane. Kwa ni sehemu japo ya kujiuza. Kwa kila mmoja anaitambua hilo. Kwa uweza katokea, sio kwamba unaweza kwa sababu tushuka daraja kwa labda tunaweza kazana tukafunga, no, hapana. Lakini ndio inaweza katokea, wenyewe wanatetea maisha yao, na sisi kama benchi tunatetea kazi yetu. Kwa mchezo na hisi itakuwa mgumu. Swali jingine? Kuna ngumu gani mwalimu kimorali lakini pia kimbinu kuzungumza na wachezaji kuelekea mchezo mgumu ama mchezo tu wowote, lakini hadi muda huo malengo yamekwisha kuwa tofauti na kushuka kwenye ligi ya NBC? Kuna ngumu gani mnakutia walimu kwenye kuandaa wachezaji kuelekea mchezo? Yeah, ngumu upo, lakini sisi walimu ndo kazi yetu kuwajenga wachezaji kisaikolojia kwamba hii ni mpira, inaweza katokea lolote, lazima turudi kwenye msimamo wetu, kwenye kii yetu. Lazima tufuate utaratibu tuwekezana, lakini kila mmoja tunajenga kisaikolojia kuongea nao, kwa sababu toka muda mrefu sana sisi tushashuka daraja. Kurudisha motisha wachezaji mchezoni, lazima tuwajenge, hii kazi yenu, pambaneni. Hata kama hautakuwepo msimu unaokuja KMC, basi inaweza kaonekana ukachukua timu nyingine. Kocha azungumza na mashabiki wa KMC uwanjani. Yeah, ni waombe mashabiki wa KMC waje kesho kuisupport timu yao, tumalize ligi salama, tuendelee na msimu mwingine unaokuja. Kwa hiyo wasikate tamaa, tuko pamoja sisi kama benchi la ufundi, wachezaji bado hujakata tamaa, tutapambana kuhakikisha tunapata pointi 3. Nakaribisha sana. Shukrani sana. Naam, huyo alikuwa ni kocha Imani Mwaropetero ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la timu ya KMC. Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, au kama wachezaji wamejipanga vipi kukabiliana na timu ya Simba. Karibu sana, zungumza na wanahabari. Asubuhi. Sisi kama wachezaji tunamshukuru Mungu kwanza kwa uchovu wa safari wa kilomita nyingi kutoka Kigoma mpaka hapa Dar es Salaam. Nadhani tumejipanga vizuri kukabiliana na Simba. Wachezaji wote wana morali, na hata kama timu yetu imeshuka, sio kama ndio sisi tuharibu kazi yetu, kwa sababu imeshuka, tutapambana tafuta pointi 3. Nakaribisha maswali. KMC imekwisha shuka na kwenye soka kila kitu kinawezekana. KMC mmejifunza nini kwa msimu huu, pengine hata ukisalia ligi kuu msimu ujao, endapo utasalia, kwamba ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania kwa sasa hivi? KMC mimi nadhani hata kama ingetokea wote tushinde, lazima ingepatikana mwisho kushuka. Mimi nadhani ni upepo tu mbaya umetupitia, sio kama tuna timu mbovu basi tu mipango ya Mungu. Inakaa tumeshuka, tutaenda kujipanga tena kwa sababu ya msimu mwingine. Ya mnakwenda kumaliza ligi na mpinzani ambaye ana uwezo wa juu sana katika mazingira ya uwanjani. Wewe kama mchezaji, kiasi gani kwa unaweza kuhakikishia kwamba kwa mchezo wa kesho utakuwa na uwezo wa control tempo, tension na pressure mchezo? Paka tupo ligi kuu, na maana tumejiandaa kupambana na kila timu kwenye ligi. Kwa hiyo Simba ni timu kubwa, tutaenda kupambana ili tuweze kuendelea kutafuta timu nyingine, wachezaji wengine, kwa sababu mara nyingi kwenye mpira wetu
wa Bongo timu ndio inashuka, ila mchezaji ashuke. Tena kupambania. Swali la mwisho. Zungumza na mashabiki wa KMC. Mimi naomba washabiki wa KMC waje watusapoti, kuisupport timu yao ili tuweze kufanya vizuri. Shukrani sana.